Njoo bwana, ukinisikia mimi unajua umekuja na mzigo hapa. Haya basi, nakuja. Ngie pesa hapo niondoke biashara. Na hii nanga. Nanga biashara nazi bwana, hii nazi hakuna saizi. Ndo shingapi hizo? Wewe nipe tu chochote. Chochote pesa. Nikute nikapate vitu vyangu sasa. Eti kumekuja kapate mambo yetu hapa. Biashara masiara hayo. 500 basi. 500. Hiyo ndo lokuwa nayo. Niongeze bwana hii. Sikiliza wewe. Kama vipi chukua mada yako uondoke nayo. Sasa mimi madude mazito kama nini hayo? Tuona kuchukulia tu kwa vile kijana wangu shika. Haya basi niko kama kubwa na naanza kuchonga. Na uongo wako. Muogo chukua huo, mimi jioni nakuletea mzigo kuliko huo. Huyu kijana aliondoka sasa hivi, kwani unafahamiana naye? Huyu aliondoka sasa hivi? Mlevi tu hapa mtaani. Ina maana mlevi? Yaani huyo mlevi mbwa. Yaani mlevi yule kijana. Hapa ndo kaja kujitafutia hiyo, nafikiria pesa ya pombe hapa tulikuwa tunapapatuana tunagombana kwamba apate pesa ndio akalewe. Ndo maisha yake yote hapa. Vipi? Sawa, hamna shida. Haya basi. Kutafuta kote kumbe uko huku. Nilikuwa naangalia mazingira. Unajua anapokukaa nyumbani panachosha. Nikaona sio mbaya angalau nitembee. Ndio, ila kukukuta huku imekuwa faraja kwangu, na maana ningekuwa nyumbani ili jambo langu nisingelitimiza. Jambo gani? Unajua Zahra, katika ambaye mwanamke ambaye unasumbua sana hapa kijijini ni wewe, kwa uzuri Mungu aliyokujalia. Maki kila sifa unayo, sura, nywele na maumbile pia. Ila Mungu kakunyima kimoja tu. Kitu gani? Wewe kuwa na mimi. Kuwa na wewe kivipi? Zahra, ishara zote nishamaliza Zahra. Hilo neno la binamu lishanitosha tena. Nakupenda Zahra. Amini, wewe ni mtu ambaye unateka ndani ya moyo wangu. Hisia zangu zote ziko kwako Zahra. Hebu jaribu kunielewa. Ina maana uko serious na hichi kitu kweli? Ndio, mimi ni binadamu na haki ya kupenda. Nisikize nikwambie Kani. Kwa sasa hivi sihitaji kuwa katika mahusiano. Simuhitaji mwanamume yoyote yule. Mimi ni dada yako. Na unafahamu fika kwamba sisi ni ndugu. Sasa hii habari ya kupenda sitaki nisikie tena. Na hata kama itatokezea kwamba niingie kwenye mahusiano, basi sitokuwa na mahusiano na mtu kama wewe, na wala sitokuja kukupenda mtu kama wewe. Nitapenda mtu mwingine na sio wewe. Au kuna jingine? Hayo maneno unayoongea unahisi ni ya kawaida, ila kwangu mimi ni msumari. Yananichoma na niumiza. Tambua Zahra, mimi nakupenda. Naamini mimi nimeshitwa hapa duniani for you. Amini hilo. Nakupenda. Kani. Mimi na wewe ni ndugu na itaendelea kuwa hivyo na sio chengine.
sitaweza kuwa na mahusiano na wewe. Nimeshaongea, mimi na wewe ndugu, hatuwezi kuwa katika mahusiano na haitokuja kutokea hicho kitu hata siku moja. Au kuna jengine? Usifikiri ujinga wako anaweza kufanywa mwanamke yoyote hapa kijijini. Kumbuka yule ni ndugu yetu. Na maana ale matano unapeleka kuwa serious. Badilika wewe. Acha kuishi kama mende. Sikiliza bro. Najua hizo ni bifu zako tu kwa sababu nahisi yule mwanamke alikuwa ana ukaribu na mimi na mahusiano na mimi. Kwa hivyo bifu zako zinasababisha mimi nitilie chuki. Wewe huwezi ukawa na yule. Una muonekano gani? Ndevu kama beberu wa Bambi hizo. Sikiliza wewe bwana mdogo. Huu ni muda si wa kufanya tena upuzi kama unaendelea kufanya. Utabadilika lini wewe? Bro, sizinguane bosi wangu kwa sababu ya mapenzi. Wewe mnamuelewa huyu? Mama. Sema kweli mama, kuna kitu ambacho kinanikwaza na kinaniumiza moyo wangu. Kitu gani hicho? Mama, mimi mwanao na hamu na shauku ya kutaka mimi kuoa. Jambo jema. Sawa, ni jambo jema, ila hiyo shauku imekuja na hamu ya kutaka kuoa kwa kumpenda Zahra mama. Si dada yako yule? Sawa, ni dada yangu mama, ila dini naruhusu mimi kumuoa. Vipi, ongea lakini. Zahra ni maliza njia zote. Kila mara unajua njia yeye ya kupeleleza yote ishara zote. Ila Zahra mpaka sasa malokuwa hajanielewa. Kwa hiyo mama, nachokuomba fanya mambo yako, kama utamfuata bure akidi au utamfuata mwenyewe Zahra. Ile jambo liishe mama, naumia, nampenda Zahra. Sikiliza, si tatizo, lakini ufahamu kwamba utakapomuoa yule usije ukapita ugomvi. Ndio hilo tunaloliogopa sisi. Sikiliza, mimi mwenyewe hili jambo sikubaliani nalo, lakini kwa vile umetaka mwenyewe nitamwambia baba yako. Akikubali sawa, akikubali ndio mwenye maamuzi, sio mimi. Tayari? Sawa mama, mimi naondoka, ila jitahidi nguvu sana uzitumie wewe kuliko vile bure. Mimi nakutegemea mama. Sawa. Unajua jambo la mwanamke, unajua na mwanamke. Jitahidi mama. Furaha yangu mimi ndio furaha yako. Kweli. Alikunywa pombe kwa pesa zake, mimi nakunywa pombe. Nakunywa pombe. Mambo. Oye. Halo, oye. Oye, mambo. Poa. Afu isura shekono kwa mzee Buda kidi. Kwa mzee Buda kidi juzi nilikuja kuuza nazi kwa biashara wale, ndio nikakuona. Uongo. Wewe nani? Juzi nilikuja kwa biashara wewe kumuuzia nazi, nikaiona sura. Uongo. Wewe ndiye wewe. Wewe ndiye. Mimi juzi nimekuja kwa biashara afu umekuja bwana ndio ukakukuta pembeni mtoto. Bonge la toto akiwa.
Kweli? Kweli wewe, juzi nimekuona kwa mzee Buda Kidi wewe. Mimi ndo naitwa Bakari au mzee wewe kaingia nitabenka drunk au sio? Ndio vitu vyetu. Karibu kijiji. Sasa wewe umekuona hapa afu ndo yani katika pisikali hapa mtaani na wewe huko. Yaani wa kwanza dada yangu, afu tutapata wewe mimi na bonge la dada akili ndo pumbavu. Dada yangu ana bwana wake ovyo kibaya usio. Lakini mwenye bonge la toto. Afu wewe unatoka mjini. Sasa ukaenda huko mjini wewe nitafutie bwana mjanja mwenye mahela. Mimi nataka nimtoe sister yangu kwa sababu ana kibwana cha ajabu. Afu upesi huo. Hatu upesi hebu angalia chuma hicho. Toto la kweli kisa ndio hivyo. Kijiji cha kina wanaume kina mashaka katika kutafuta mume kibushuti. Wewe Bakari. Niambie. Weka ndoo kwanza, weka ndoo hapa. Weka ndoo. Kiambo kwanza hebu angalia. Yaani huyu. Angalia mtoto. Hujamkera dada watu lakini. Huyo mtoto wa mzee Buda Kidi kaingia kijijini. Umemuona huyu ana akili. Hawezi kuwa na bwana ovyo. Sasa hivi bwana vyako vile ovyo. Utajijua mwenyewe. Mtoto wa mzee Buda Kidi uko kwa. Utajijua mwenyewe. Wewe Bakari. Nini? Kivipi? Huyu mtoto wa mzee Buda Kidi kaja kijijini ndo anafunika namba moja ama mbili. Sasa wewe tafuta vibwana vyako vile kwa vieleweki huko. Wewe na pombe zako. Mtoto wa mzee Buda Kidi ni kani na Ramadhani. Yaani wewe sio toto yani huyu jamani nyinyi. Anahama. Wewe mtoto mzuri kama ile kwa kale kuombiza mashallah kwenda kutafuta kijito kieleweki. Ninakula ovyo tu nyumbani anahama. Kwani vipi? Kwema mambo. Inspector Tachalini ya mambo yake. Siseme hivi ataisha tu. Kwa huyo ananiambia kwamba ni mtoto wa mzee Buda. Ni kweli. Basi njoo endelee kuchota maji. Lakini samani, hivi unakaa mbali na hapa? Hapana. Sikai hata mbali. Mimi kwetu nyumba yani kwa Buda Kidi unarudi nyuma kidogo ndio nyumbani kwetu. Basi vizuri maana nilipenda kukufahamu kwa sababu unajua toka nimefika hapa kijijini. Yaani nimekuwa mpweke sana, sina mtu hata kuongea naye kwa kweli. Ungependa angalau nikujue kwako ili japo mara moja niwe nakuja kukusalimia. Hata sijali. Karibu sana nyumbani. Asante. Njoo basi tuchote maji. Haya bakisha wewe. Haya. Nakwambia vijana wana Wewe acha. Tunako kwa mjini ndio mambo haya. nika tu unajua. Hapo ndio kwa mjini mambo ndio kama haya. Sehemu zinatofautiana. Mdogo wangu mimi kazidi. Haya sasa. Ndio kutisha maana najua mtoto wa mjini tena. Sio mbali. Ndio sawa. Weka nusu kikombe. Maji matamu mama. Maji matamu mama. Maji matamu ni pombe. Mama Salima mama. Mama Salima. Weka nusu kikombe. Maji matamu mama. Maji matamu mama. Maji matamu ni pombe. Maji matamu mama. Maji matamu mama. Maji matamu ni pombe. Mama Salima mama. Kamu. Umau. Gumewa. Wanishughulisha watushughulisha wao unanishtua roho yangu. Nimeshtuka. Nasema mtume kiumbe gani kitaajabu. Wewe unatushughulisha unatutisha, unatutia pressure kiasi namna hii. Mbona mimi nasema nani bwana?
Nimeshtuka sasa, kitu gani cha ajabu kimetokezea? Kiumbe gani cha ajabu ajabu? Kumbe wewe misharubu yako umeshtuka. Afu wewe mpaka upite napopita mimi na ujipitishe. Wewe ungejua kwa sikupendi wewe. Mwangalia sura yake hivyo kwamba nimeshtuka, nataka kunitoa roho yangu mimi mpumbavu. Sasa sikiliza. Mimi ninapopita mimi wewe usipite. Shembwege, shemgani wewe pumbavu, una mpango wote. Watu shtua roho bwana, mimi nasema kukutana kikwengo sijui mzimu. Kumbe wewe shembwege. Sasa sikiliza sasa. Wewe ukiwa unapita sehemu usipite. Nasikia sikiliza, unisikie. Na hapa ni nyumbani wewe utama kwa sababu ya nyumba tuna dada yangu peke yake tu sio. So ukiona tujipitisha na unajipitisha tu unatutisha bwana. Kumbe wewe mpuuzi mshari tu. Mbele hapo pita. Wewe usipite. Pumba. Na nyumbani kwetu wewe utama. Kama dada yangu wewe ndio kufanya wewe. Wewe kai pale ile nyumba yetu sote sio yake peke yake. Mama Rama. Na wazo. Wazo gani? Wazo nilokuwa nalo. Kwanza Kani anataka kuoa. Lakini ushauri wangu tumuozesha huyu Zahra. Unasemaje mwenzangu? Zahara huyu Zahara huyu. Ehe. Huyu mjomba wangu. Ndiyo huyu humu ndani. Hilo haiwezekani. Haiwezekani kwa nini? Haiwezekani kwa mimi hilo. Hilo halijaingia kabisa akilini mwangu. Wewe una tabia mbaya. Tabia ulokuwa nayo bwana wewe. Yaani kila ninalolipanga mimi wewe hunikubali. Hii ndo tabia yako mbaya ulokuwa nayo. Na kwa nini asimuoe? Toa hiyo sababu ambayo kwamba asimuoe. Hairuhusu asimuoe. Hebu sema ni kitu gani kilichopinga hapo katikati kwamba asimuoe huyu? Haizuru, dini inaruhusu. Lakini mazingira kama unavyomjua Zahara. Kutokana na hali Zahara na sisi jinsi nilivyomlea au tulivyomlea, haiwezekani Zahara kuolewa na Kani. Zahara akaolewe kwengine, akipata matatizo atakuja huku tutamsuluhisha. Kama kakosa yeye tutamgomba, kama kakosa mumewe tutawapatanisha, tutawasuluhisha, ikesha ataondoka, matatizo atakuwa yamekwisha, wameondoka nayo wenyewe. Lakini sasa hapa Kani akifanya makosa, akimkosea yule mwenye, tutasuluhisha vipi alafu yule mtoto arizike? Si ataona tunamnyanyasa? Hivyo haiwezekani. Mimi nasema hilo haiwezekani. Nakwambia tena. Sitaki lawama mimi. Mimi sitaki lawama. Nakwambia tena. Hayo yote hayatotokea kwa sababu hawa watoto tumewazaa wenyewe. Ushanifahamu eh? Na hili la kusema kwamba Zahara asiolewe na Kani, hili haiwezekani. Ni lazima Kani amuoe Zahara, nakwambia tena. Kama mimi baba mwenye nyumba, basi Zahara hatoolewa na Kani. Zahara ataolewa kwengine? Sawa. Nimemaliza. Sawa, umemaliza. Nimemaliza. Nakubaliana na wewe. Kani hatomuoa Zahara, lakini naanza kukwambia siondoki. Nitakaa humo, lakini hicho kitakachokuja kutokea na kuruka pima 100. Kwa taarifa yako, mimi ni mtu mzima. 100 kidogo, nitakuongezea na 20. Lakini utatua, hilo haliwi. Itawezekana. Ukitaka, usitaki. Na jengine ninalokuambia, mchelea mwana kulia, kwenda akalia mwenyewe. Yes, ndo mwanamume ndo baba nyumba hapo. Kuntu. Sawa. Kwa nini umeniita hapa? Zahara, nimekuita hapa kwa lengo moja tu. Lengo gani hilo ambalo umeshindwa kuniambia huko mpaka ukaniita hapa? Leo ni siku nzuri ya kukueleza hisia za mwanamke ninayempenda. Ni vizuri. Kuna mtu umeshamuona nini unataka kumwambia lakini unaogopa? Zahara,
Unafahamu fika kwamba mimi ni kijana wa pekee, kipenzi wa mzee Guda, na hivi karibuni nakwenda kurisishwa mali. Pole, anakupenda na pia ni jambo zuri sana. Ulikuwa unafikiria nini labda? Zahara, katika kijiji hichi nimeona mwanamke mmoja tu pekee ambaye amenivutia mimi. Usiniambie kakaangu tukaanza kuandaa harusi. Unajua hata mimi ninavyopenda mambo hayo. Zahara. Nakusikiliza. Wewe ni mwanamke pekee ambaye umechukua nafasi kubwa ya moyo wangu. Nimesimama hapa kwa ajili ya kukueleza hisia zangu za kweli. Zahara, nakupenda. Nakupenda kutoka moyoni. Hivi Rama, uko serious na hili jambo? Niko serious, ndio maana nimesimama hapa. Naomba unielewe basi. Rama, unajua fika kwamba mimi na wewe ni mtu na ndugu yake. Mimi dada yako. Hali yako unafahamu fika sisi ni ndugu. Zahara, undugu utabaki kuwa undugu na mapenzi yatabaki kuwa mapenzi. Zahara, unaishi kwa ajili ya kuangalia kipi gigeni? Zahara, unaishi kwa ajili ya kuangalia watu nini wanataka? Zahara, wewe ni mwanamke pekee. Tafadhali naomba ukubali. Rama, haiwezekani. Haiwezekani na haitokuja kuwezekana. Kwanza siko tayari kuingia katika mahusiano. Na hata kama itakuja kutokezea nitaingia katika mahusiano ni mwanaume mwingine na sio wewe. Haiwezekani, nimekwambia haiwezekani na haitokuja kuwezekana Rama. Zahara, mambo ya undugu weka pembeni. Undugu utabaki kuwa undugu na mapenzi yatabaki kuwa mapenzi. Sijamwona mtu mwingine yoyote badala yako wewe hapa kijijini. Rama, haiwezekani. Mimi na wewe ni ndugu na itaendelea niache. Nilipokosa kumpenda ikawa mwanzo wa chuki, akaanza kuchukia. Kama moyo wangu kumpenda ni dhambi, basi afanye yote mipaka natubia. Kama moyo wangu kumpenda ni dhambi, basi afanye yote mipaka natubia. Kwake nishapenda mimi kwake. Hakuaje? Napojua mimi siku za mwezi na kwa 40. Aki mzee hata 40 hujatimiza babu. Nimeamini Aswahili analija. Unajua wewe, katika watu ambao wana akili ni mmoja wapo. Yaani mimi kila siku nyumbani unanikataza. Kila siku nyumbani unanihamakia, unanigomba. Ushataka kunipiga kwa ajili ya Zahara? Wewe unafikiri kwa mistari ulikuwa nayo wewe yale kwa zamani, sio nitakuoa, sio mambo yale yasipita na wakati babu, una vibe. Usinivunjie heshima. Kani na kwamba usinivunjie heshima mdogo wangu. Sasa sikiliza. Nisikilize kwanza. Na kwamba usituheshimiane. Oa, unataka nitumie ukaka sio? Unataka nikuoneshe ukaka wangu? Oa, sikiliza. Oa, sikiliza. Hajaja kwa sababu nitakuvuruga sasa hivi. Nataka nikufahamishe kitu, ushafahamu? Mimi huo ujinga mimi tena kurejea ujinga wako. Sasa kufanya wapi? Nitakacho kufanya. Sikiliza, usinitishe babu. Usinitishe kabisa mimi. Ushafahamu? Wewe unapotaka vyovyote mimi nataka. Vyovyote mimi nataka. Ushafahamu? Wewe ukafikiri kwa jinsi ulivyo wewe. Kwa kabuti la jeje mwanamke atakupenda wewe. Usinichafue. Na kwamba usinichafue. Umenikuta na stress. Unasemaje? Zahara anaweza kuwa wako wewe? Ndio. Zahara anaweza kuwa na mwanamke kama wewe? Unasemaje wewe? Sikiliza bro. Unasemaje wewe? Nakuuliza unasemaje wewe? Zahara anaweza kuwa wako? Zahara anampenda mimi, sio wewe. Nitakufanya kitu kibaya. Ndungu